Karibu katika mfumo wa Task Management Information System. Jina langu ni George Godfrey Nchome, ni afisa tehama ofisi ya mkoa wa Pwani. Katika video hii tutaangalia jinsi moduli ya permission inavyofanya kazi. Tutaona jinsi mtumishi anavyoweza kuomba ruhusa ya kuwa nje ya kituo cha kazi, jinsi itakavyopitishwa na mkuu wa idara kwenda kwa mkurugenzi, na hatimaye atakapoandikiwa barua ya ruhusa na afisa utumishi. Lengo kuu la moduli hii ni kwamba mtumishi anapokuwa hayupo na eneo la kazi, viongozi wake wote wawe na taarifa zake. Yaani mkuu wa kitengo awe na taarifa, mkuu wa kitengo au mkuu wa idara awe na taarifa, afisa utumishi wilaya awe na taarifa, pamoja na mkurugenzi awe na taarifa zake. Kwa hiyo kwanza nitaingia kwa mtumishi ambaye anaitwa Kasim Muhidini. Tutaingia tuone jinsi anavyoweza kuomba ruhusa yake, lakini pia anaweza akafuatilia ruhusa yake kwamba sasa imefika kwa nani. Aidha ipo bado kwa mkuu wake wa idara, au sasa iko kwa mkurugenzi, au ipo kwa afisa utumishi wa wilaya. Vyovyote hivyo anaweza akafahamu. Kwa hiyo kwa kwanza tutakwenda moja kwa moja kwenye hii moduli imeandikwa permission letter. Then nitakliki permission request. Kisha nitakliki new permission. Hapa nitajaza hii form, nitachagua aina ya ruhusa, kuna aina nyingi hapa. Kwa hiyo naweza nikachagua labda kushughulikia masuala ya familia. Kisha nitakuwa naandika nahitaji ruhusa siku ngapi, labda siku 5. Ruhusa hiyo itaanza lini? Labda itaanza tarehe 10. Kwa nitauliza utasafiri nje ya mkoa? Kama hapana nitasema hapana. Kama ndio nitaandika ndio. Baada ya kusema ndio, mfumo utanitaka nichague mkoa nitakao kwenda. Labda nitakwenda Kilimanjaro. Kwa hiyo baada ya kujaza hizo, kisha nitakliki save. Hapo ruhusa yangu itakuwa imeshajiandika hapa, lakini itakuwa haijakwenda sehemu yoyote. Kama message inavyosema hapa kwamba preview it in action column before you send it to your head of department or unit. Kabla haijakwenda kwa mkuu wa kitengo au idara, inatakiwa preview hapa kuona hiyo barua imekaaje. Kwa hiyo utakliki eneo la iliyochorwa jicho hapa, utakliki hapa. Kwa hapa unaona barua sasa ndio hii ilivyokaa. Kwa hiyo uliomba maombi ya ruhusa ya siku 5 kwa ajili ya kushughulikia masuala ya kifamilia. Barua imeandikwa hivyo. Kwa hiyo ruhusa yako umeomba kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 14. Kumbuka sisi pale wakati tunaomba ruhusa tuliandika tu tunaomba ruhusa siku 5 kuanzia tarehe 10. Kwa hiyo barua wakati inajitengeneza yenyewe ikajua hizo siku 5 zitaisha lini, ambazo zitaisha tarehe 14. Baada ya kuangalia kwamba barua yako imekaa vizuri, sasa unarudi eneo hili, utakwenda kipengele hichi ambacho kimeandikwa send this permission request. Kama barua haijakaa vizuri, utakwenda sehemu iliyoandikwa delete. Utaidelete, utaandika upya. Kama ulikuwa unataka kubadili idadi ya siku za ruhusa unazozitaka, utadelete, utaomba tena upya. Kwa hiyo hapa tutakwenda kuituma barua hii kwenda kwa mkuu wa idara sasa. Tutasema send this permission letter. Kwa ulivyo click send, yale maelezo yako uliyoomba yamekuja hapa. Utakachotakiwa ni kutiki hapa kwenye eneo la declaration. Ukisend bila kutiki hapo haitakubali. Itakwambia please check this box if you want to proceed. Kwa hiyo utatiki hiki box na kitakupa maelezo. Nini maana ya kutiki hiyo box? Kwamba I declare that the information provided is complete and correct. I understand that any information supplied could lead to my permission request turned down and the disciplinary measures will be taken against me. Kaambiwa not ticking the box will be taken as binding your signature, and once save button clicked, the request will be sent to afisa tehama wilaya for further actions. Kwa hiyo baada ya kutiki hilo eneo la declaration, utakliki send. Sasa hapo tumeona ile permission imeshaondoka, imekwenda kwa mkuu wake wa kitengo ambaye ni afisa tehama wilaya. Kwa hata akiangalia hapa hakuna kitu tena, ile ruhusa imeondoka. Na akisema anataka kuona status, eneo la status
ataona kwamba sasa iko kwa Kuhumbia Rwakilomba Mishako ambaye ni Dicto, ambaye ni afisa tehama wilaya district ICT officer. Kwa hiyo hapo yeye mtumishi anakuwa amemaliza, tutakuwa tunaangalia status hapa kwamba inashughulikiwa na nani kwa kipindi hicho. Kwa hiyo sasa nitatoka ili niingie kama mkuu wa kitengo ili naye tuone jinsi atakavyoipitisha hiyo ruhusa. Sasa nitaingia kama mkuu wa kitengo cha tehama au afisa tehama wilaya ili tuone jinsi atakavyoipitisha hiyo ruhusa. Afisa tehama wilaya akiingia kwenye mfumo atakuta hapa kuna notification inaonyesha kwamba kuna kitu kimoja kipya kimeingia. Kwa anaweza kabonyeza hapo au akaja ile eneo limeandikwa permission letter akakliki incoming request. Ataiona hapa, lakini pia akikliki hii hivyo hivyo itamrudisha katika peji hii. Kwa hiyo yeye ana kwenda moja kwa moja eneo hili la action, atakliki hapa ambapo kumeandikwa preview permission request. Aweze kuiona hiyo barua inasemaje. Kwa akikliki hapo barua itafunguka. Tunaona hapa barua imeshafunguka. Kwa afisa tehama wilaya ataiangalia, ataona kwamba imepitia kwake. Kwa atakachotakiwa sasa kuja baada ya kuipitia hii barua vizuri, atarudi kwenye mfumo hapa, atakwenda eneo hili ambalo limeandikwa send this permission request, atakliki hapo. Katika eneo hili atahitajika kuidhinisha hii barua, kutoa idhini yake. Kwa anaweza akachagua hapa jibu sehemu B ambayo imeandikwa idhini ya mkuu wa idara au kitengo. Atasema ninaidhinisha au siidhinishi. Akisema ninaidhinisha hapa, anaweza akaambiwa atoe maoni kama yapo, kama hakuna anaacha hivyo hivyo. Hapa sehemu ya maoni inaweza ikatokea akasema ninaidhinisha, lakini akatoa maoni yake kwamba ninaidhinisha kwa siku 3, labda hizi siku 5 alizoomba huyu ni nyingi sana. Mkuu wa idara akasema mimi naidhinisha hii, lakini haende ruhusa hiyo kwa siku 3 tu. Kwa anaweza kaweka maoni yake hapa. Lakini pia kama haidhinishi anaweza kusema siidhinishi. Napo pia patamtaka aandike sababu kwa nini haidhinishi. Kwa hiyo hapa tuashumu kwamba anaidhinisha. Naidhinisha kisha na yeye hapa atakwenda ile eneo la declaration. Atiki hapo ili barua hii aweze kuituma kwenda kwa dedi kama inavyoonekana katika maelezo haya. Kwamba ukitiki declaration maana yake ni sana kuweka signature yako. Kwa baada ya kufanya hivyo atakliki send. Kwa tunaona barua hii itakuwa imekwenda kwa dedi. Hapa hakuna tena barua ya kushughulikia kwa mkuu wa idara. Tutatoka kwa mkuu wa idara tuende kwa ni login kama mkurugenzi ili tuone naye jinsi atakavyoweza kuipitisha. Sasa nitaingia kama mkurugenzi mshamu.mkuranga.dc.go.tz nita login. Mkurugenzi naye atakuta notification hapa moja, atakliki hapa. Atakuta kwamba kuna ruhusa imeombwa kutoka kwa Kasim M Muhidini. Kwa hiyo atakwenda ile eneo la preview ili kuiona hiyo barua. Hiyo barua itakuwa hii inaonekana hapa. Na sasa tunaona katika eneo hili la afisa tehama wilaya pale aliposema imepitishwa, yale maneno yamekuja kutokea hapa kama barua zinavyokuwa kwamba na signature yake hii na hiyo na hii kusema imepitishwa alisema lini itaonekana hapa. Kwa hapa tunaona ile manual system inayotumika kwamba mkuu wa idara huwa anajaza hapa imepitishwa, anaweka na signature yake na tarehe, kwa na mfumo umefanya hivyo hivyo. Kwa hiyo mkurugenzi naye atarudi hapa, atakwenda ile eneo la send ili na yeye aweze kutoa maoni yake. Ataenda hii sehemu C ambayo imeandikwa idhini ya mkurugenzi mtendaji. Mfumo utakuwa unamuuliza je, unaidhinisha ruhusa hii? Naye pia anaweza akakubali au akakataa. Kwa video hii tuseme hapa aruhusiwe.
Kwa na hivyo hivyo anaweza akatoa maoni yake kama yapo aruhusiwe labda kwa siku 3 au siku 2. Kutokana huyu ameomba siku 5 hapa, mkurugenzi anasema aruhusiwe, lakini aruhusiwe kwa siku 4 labda. Kisha kwa kama hakuna maoni ataacha wazi. Kwa ataenda hapa eneo la declaration na atatiki hapa, ikiwa ina maana kwamba ameweka signature yake. Kisha atakliki send. Kwa click send kwamba hii itakwenda kwa DHRO. Kwa tutaingia kwa DHRO tuone naye atafanya kitu gani huko. DHRO naye ataona hapa kuna notification ya kitu kipya kimeingia. Atakliki hapo, ataona kuna hii ruhusa imeingia kwake. Na hapa heading nasema permission request deed instruction. Kwa hiyo ataona maelekezo ya deed yamesemaje. Ili kuona hivyo atakuja ile eneo la lililoandikwa preview this permission letter. Atakliki hapo, ataona sasa mkuu wa idara alisemaje na deed amesemaje. Kwa deed itakuwa maoni yake yameonekana hapo, aruhusiwe, signature yake na tarehe ya aliyoweka hiyo signature. Kwa hiyo baada ya hapo yeye sasa atakachotakiwa DHRO yeye ni kwenda hapa kwenye kusend. Ataiforward barua hii moja kwa moja kwenda kwa maafisa utumishi wake. Yeye ataenda tu kwenye declaration, alafu atasema send, kwamba itakwenda kwa maafisa utumishi ili waweze kutengeneza barua ya kumruhusu mtu huyu, kwa kuwa tayari ameruhusiwa na ngazi ya juu ambaye ni mkurugenzi. Kwa atakliki hapa send, kwa permission itakuwa imekwenda kwa HRO. Hapa nita log out niingie kama HRO tuone jinsi atakavyotengeneza barua ya idhini ya ruhusa. Sasa anaingia kama afisa utumishi. Ta login. Afisa utumishi yeye atakuwa na kazi moja tu ya kutengeneza barua ya ruhusa ya kumruhusu huyo mtumishi baada ya kuona maelekezo ya mkurugenzi. Kwa hiyo ataenda moja kwa moja eneo hili lililoandikwa lenye notification moja. Atakliki hapo, ataiona hii ruhusa. Kwa kitaka kuipreview barua ya ruhusa ikoje na maelekezo yakoje, atakuja hapa, atakliki hivi. Itafunguka barua ile ya mtumishi aliomba ruhusa na maelekezo ya mkurugenzi kwamba aruhusiwe. Kwa hiyo huyu afisa utumishi atarudi hapa kwenye mfumo, atakwenda hii sehemu ya pili iliyoandikwa create permission response letter. Kwa atakuja eneo hili, atakliki hapo. Yeye atakwenda sehemu ya mwisho imeandikwa sehemu D, jazo na afisa utumishi. Vitu atakavyojaza ni sehemu hii tu. Kishajaza hapa basi atakapo click create response letter, mfumo utatengeneza barua. Tutaiona hiyo barua ilivyo. Mfano hapa sehemu D ameulizwa afisa utumishi, je, ruhusa hii imekubaliwa kwa idadi na siku ya tarehe ile ile aliomba mtumishi? Ndiyo, kwa sababu hakukuwa na maoni yoyote ya kuipinga hii ruhusa. Kwa hiyo atasema hapa ndiyo. Kisha atakwenda ile eneo lililoandikwa kumbukumbu namba ya faili la mtumishi. Hapa atajaza namba, folio namba ya mwisho kwenye faili la mtumishi, ile faili lake kabisa. Ataangalia imefikia namba ngapi. Kwa hiyo labda kule kwenye faili imeishia namba 95, kwa hiyo hapa ataweka 96. Kisha atasema create response letter. Inatuambia barua imeshatengenezwa. Tunaona hapa vimeongezeka vitu. Imekuja hii ya njano hapa inatuambia preview permission response letter. Kwa ukikliki hii hapa ndo tutaona jinsi mfumo ulivyotengeneza barua sasa ya kumruhusu huyo mtumishi. Tunaona ile kumbukumbu namba 96 imekuja kutokea hapa. Ile 96 tuliyoandika inatokea hapa, inachukua faili la mtumishi na namba ya folio namba ya mwisho kwenye faili lake. Kwa tunaona hii barua ya ruhusa imekwenda mpaka huku chini, ina maelezo yake haya kwamba tafadhali rejea barua yako ya tarehe hiyo kuhusiana na mada tajwa hapo juu. Napenda kujulisha kwamba maombi ya ruhusa ya siku 5 ulizoomba ili uweze kwenda
mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kushughulikia masuala ya familia imekubaliwa. Fursa hii itaanza tarehe 10 hadi 14 mwezi wa 5. Aidha, siku hizo zitakatwa katika likizo yako ya mwaka kwa mujibu wa kifungu H4 namba 3 cha kanuni za kudumu za utumishi wa umma za mwaka 2009. Nakutakia safari njema. Hapa chini kutakuwa kuna sahihi ya afisa utumishi pamoja na muhuri wa ofisi. Na huku chini kabisa, hii ndio format ya barua za ofisi ya Mkuranga zilivyo. Huku chini kuna address ya ofisi imekaa huku chini. Kwa hiyo barua hii tunaona imekaa vizuri. Afisa utumishi yeye atarudi kwenye mfumo na kwenda ile eneo lililoandikwa send permission response letter. Kwa atakliki hapa, kisha atakuja huku chini kabisa, atatiki declaration. Hapa maana yake kwamba barua hii itatumwa kwa huyu muombaji Kassim Muhidini. Kwa atakliki hapa send, moja kwa moja barua ya majibu itakuwa imeenda kwa aliyeomba. Sasa nita log out hapa niingie kwa mtumishi yule aliyeomba, tuone anaonaje, tuone jinsi anavyopata majibu ya ruhusa yake. Kwa nita click login. Huyu mtumishi atakwenda hapa juu, ataona baada ya kuingia ataona hichi ki notification hapa kibarua. Click hiyo eneo la barua, ataona ruhusa yake. Sasa aliomba siku 5 kuanzia hapa hadi hapa. Ataona namba alizoruhusiwa, namba za siku alizoruhusiwa ni hizo hizo 5 na kuanzia tarehe hizo hizo. Na akitaka kuiona barua yake ya ruhusa, atakuja hapa ai download barua ya ruhusa, inaandikwa download your permission response letter. Kwa hapa barua ya ruhusa anaiona hapa, anaweza akahifadhi kwa ajili ya kumbukumbu zake, au anaweza tu akaacha ikiendelea kukaa kwenye mfumo. Kwa hiyo mpaka hapo tumeona jinsi hii moduli ya permission request au moduli ya kuomba ruhusa ya kuwa nje ya kituo cha kazi inavyofanya kazi. Tumeona kwamba ngazi zote zitapitia barua yake, na ngazi zote maana yake kwamba zitakuwa na taarifa za mtumishi huyu kwamba hayupo. Sasa kwa mfano mtumishi huyu ameomba ruhusa yake ikakataliwa. Nitapita haraka ili tuone jinsi ya ruhusa itakavyokataliwa na barua yake itakuwaje. Nitaituma barua hii kwenda kwa mkuu wa kitengo, kisha nita log out niingie kama mkuu wa kitengo. Nitakuja eneo hili nifungue hiyo barua. Baadaye nitakwenda eneo hapa la kuweka maoni yangu kama mkuu wa idara, niseme hapa siidhinishi na nitatakiwa nitoe sababu. Sasa labda sababu hapa siidhinishi, sababu ni kutokana na maandalizi ya mapokezi ya mwenge. Kwa hiyo kwa idara ndio amesema idhinishi kwa sababu hizo. Tafanya hapa declaration, nitaituma iende kwa mkurugenzi. Nita log out niingie kwa mkurugenzi. Nione naye mkurugenzi jinsi atakavyo ifanyia kazi. Nitakuja eneo hili la kuweka maoni ya mkurugenzi. Idhini ya mkurugenzi, naye atasema asiruhusiwe. Sababu anaweza kusema labda kutokana na, naye akaweka sababu hizo hizo, kutokana na maandalizi ya mapokezi ya mwenge kama alivyosema mkuu wake wa idara, au anaweza akaandika sababu nyingine vyovyote. Kwa kisha mkurugenzi naye atadeclare hapa, click send iende kwa afisa utumishi wilaya. Taingia kwa afisa utumishi wilaya, tuone naye anaonaje. So utumishi wilaya yeye atakwenda eneo hili, preview hii barua, atakliki hapa ku preview barua. Kwa hiyo ataona maoni ya mkuu wa idara, mkuu wa kitengo cha tehama, afisa tehama wilaya ameandika haijapitishwa kutokana na maandalizi ya mapokezi ya mwenge na signature yake hapa, na mkurugenzi naye amesema asiruhusiwe kutokana na maandalizi ya mapokezi ya mwenge.
Kwa hiyo yeye afisa utumishi baada ya kuona maelekezo hayo ya mkurugenzi, atakachofanya yatatuma maelekezo haya yaende kwa maafisa utumishi kama inavyoonekana hapo. Itaenda kwa afisa utumishi ili aweze kumwandikia barua ya kuzuiliwa kwa ruhusa yake. Kwa atasendi kwenda kwa afisa utumishi. Nita log out hapa, niingie kama afisa utumishi. Kwa baada ya kuingia kama afisa utumishi, na nitakuja hapa, nitaenda sehemu ya kwanza anaweza naye aka preview hii letter, request letter, akaona jinsi maelekezo yalivyotolewa ya mkurugenzi haya na ya mkuu wa idara au kitengo haya hapa. Kwa hiyo moja kwa moja afisa utumishi atarudi eneo la create permission response letter, atakuja hapa, ataandika hapa imeandikwa ijazwe na afisa utumishi, sababu za ruhusa hii kukataliwa, atazijaza hapa. Kwa afisa utumishi ataandika hapa sababu za ruhusa hii kukataliwa, labda kutokana na uwepo wa maandalizi ya shughuli za kupokea mwenge ambao unatarajiwa kuingia wilayani kwetu tarehe hiyo 11/5/21. Kisha ataweka kumbu namba ya barua, labda hii ni 98. Kisha ata create response letter. Baada ya create hiyo response letter, atakliki hapo kuituma kwenda kwa muombaji huyu Kassim Mwidini. Atakliki send. Ta log out, niingie kwa muombaji aone majibu yake. Muombaji atakwenda eneo hili la bahasha ambapo kuna notification. Atakliki hapo, ataona hii sehemu hapa iko wazi haijajazwa, maana yake hajapewa ruhusa. Kwa atakliki hapa kudownload barua ili aone ni nini ameambiwa. Kwa hapa tutaona barua. Hapa tunaona mfumo ulivyotengeneza barua ya majibu ya huyu bwana Kassim. Na barua inasema, tafadhali rejea barua yako ya tarehe hiyo kuhusiana na mada tajwa hapo juu. Ninasikitika kujulisha kwamba maombi ya ruhusa ya siku 4 ulizoomba ili uweze kwenda mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kushughulikia masuala ya kifamilia yamekataliwa kutokana na uwepo wa maandalizi ya shughuli za kupokea mwenge ambao unatarajiwa kuingia wilayani kwetu tarehe hiyo. Ninakutakia kazi njema. Kwa hapa tunaona jinsi mfumo ulivyotengeneza barua ya kukataliwa. Utakumbuka tu afisa utumishi yeye alijaza tu kumbu namba hii, akajaza pia na sababu za kukataliwa hizi hapa ndo alizozijaza. Kwa hiyo hii ndo jinsi barua ya kukataliwa ruhusa itakavyokuwa. Mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa video hii ya moduli ya permission. Asante.